katika jina la uweza la Yesu Kristo. Jina lako lihimidiwe, jina lako litukuzwe. Ustahilie kusifiwa na kuabudiwa. Ndiwe uliye fahari yetu kukuabudu, kukutukuza na kunena wema na fadhili zako kote kote usoni pa nchi kila itwapo leo. Asante kwa fursa unayotupatia tena na tena kupitia nguvu katika neno. Asante kwa wote uliowaganga na kuwaponya kupitia nguvu katika neno. Asante kwa wote uliowaelekeza na kuwapa ufunuo kupitia nguvu katika neno. Asante kwa roho ulizoziokoa kupitia nguvu katika neno. Na asante kwa maisha yaliyorejeshewa matumaini yake kupitia nguvu katika neno. Hii ni fursa nyingine tena kupitia kinywa hiki cha udongo ulichokiumba kwa kusudi la kupitisha yale yaliyo ya kiungu. Gusa tena Bwana maisha ya kila mmoja ambaye yuko chini ya uvuli wa sauti ya nguvu katika neno. Yeye aliyeambatana nami kama mtazamaji atokeaye mbali na yeye anayetazama kwa mara ya kwanza. Fungu lake lisiepuke kifua chake na fungu lake lisitereze mikono yake. Mpe jawabu la ulimi wakati yeye akibaki kuwa na maandalio ya moyo. Katika jina la uweza la Yesu Kristo. Amen. Haleluya, ninakusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ni uzuri ulioje kwa Mungu kutuleta tena pamoja katika kipindi hiki cha thamani kubwa, nguvu katika neno. Nguvu katika neno inakusudia kuwashirikisha watu siri za ufalme wa Mungu. Ni siri unayoijua ndiyo inayoamua kiwango cha kuinuka kwako na umbali wa kule utakakoenda. Ni siri unayoshirikishwa. Na Mungu ni Mungu wa siri. Ananena katika Kumbukumbu la Taurati 29:29 ya kwamba mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na ya watoto wetu, bali yale yaliyo siri ni ya Bwana Mungu wetu. Ndivyo Mithali inavyotuhekimisha kwamba ni fahari yake Mungu kuyaficha mambo, na ni heshima ya mfalme kuyachunguza na kuyajua. Mambo yaliyo ya kina, mambo yaliyo yenye nguvu, mambo yaliyo ya tofauti katika yale yaliyo ya kiroho, huwa ni mambo ambayo Mungu ameyaweka sirini. Hajayaweka kuwa mambo yatakayojulikana na kuonekana machoni pa wote nyakati zote. Unapoambatana nami katika nguvu katika neno, uwe na hakika ya kwamba mambo ambayo ni nadra kuyasikia, mambo ambayo inaghalimu kulipiwa gharama katika uwepo wa Mungu kuyajua, mambo ambayo yanakupa hakikisho ya kwamba yanatoka katika kinywa cha mtu anayezijua njia za Mungu, na mambo ambayo sina shaka yoyote yatageuza na kubadilisha maisha yako kikamilifu. Haya tu yakawe ndilo fungu linalokuangukia, nawe utafanya vema kabisa unapowashirikisha wengine, kwa kuwa unaponiona kwako kwangu hewani kama hivi, imegharimu mikono ya wengi usiowaona wewe moja kwa moja kama hivi, lakini kwa kujitoa na kujidhabihu kwao kwa thamani za pendo lao kwa Mungu wao, ndivyo wanavyoachilia thamani hilo la pendo la Mungu kuyagusa maisha yako. Nawe utakuwa mwenye hekima ukitenda vivyo hivyo kwa kuwahusisha wengine. Habari ya Hebron Media na Hebron TV kwa kina chake, kwa kuwa
Hii ni platform ya Mungu yenye agenda ya kuyabadilisha maisha ya watu kutoka mahala pa maombolezo kuja mahala pa kelele za shangwe, kutoka mahala pa mkwamo kwenda mahala pa mpenyo, kutoka mahala pa kwa mavumbini na kupelekwa mahala pa viti vya enzi, kutoka mahala pa fedheha na kuvikwa vazi la utukufu, na kutoka katika maisha yale ya nyika na jangwa na maisha magumu na kupakwa mafuta ya shangwe. Wakati haya yanapotokea kwa watu wengine, Mungu alikumbuke fungu lako wewe. Katika majuma kadha nimenena vipindi visivyopungua 7 mpaka sasa. Sehemu ya kwanza vipindi 4 na sehemu ya pili vipindi 3. Vipindi hivi vya sehemu ya pili tunagusa kipekee the spirit of infirmity, yani roho ya udhaifu. Roho ya udhaifu. The main title ya mtiririko wa series hizi zinazokujilia ni kuikabili roho ya mkwamo. Na roho hii ya mkwamo iko na mawe mengi, iko na nyenzo nyingi ndani yake. Nimenena hapo nyuma juu ya roho ya kufanya makosa kama ya Ruben, kama ya Daudi, kama ya Yona. Ni aina ya makosa yanayoyakwamisha maisha ya mtu mwenyewe. Na huko mbeleni kukiwa kuna roho kadha wa kadha nyingine ambazo tutakuwa tukishughulika nazo. Saa hii tuko na roho tunayoshughulika nayo ni roho ya udhaifu. Na hii inatupa sehemu ya kwanza ya vipindi 4, sehemu ya pili ya vipindi 4, tutakuja na sehemu ya 3 ya vipindi vingine 4. Nasi tutaona vile ambavyo roho wa Mungu atakuwa amegusa maisha ya watu kwa kina kiasi gani kuhusiana na ubaya wa roho ya udhaifu. Ni roho ya udhaifu ambayo dunia inapiga vita. Katika moja ya mashirika ya Umoja wa Mataifa, yani WHO, ni kitengo kilicho maalum kwa ajili ya kushughulika na roho ya udhaifu. Ni roho ya udhaifu inayogharimu maisha ya watu kwa gharama kubwa sana duniani leo hii. Mataifa yanataabika na jinsi gani watu wa mataifa hayo watapata afya iliyo njema, kwa kuwekeza katika utafiti, kwa kuwekeza katika kujenga hospitali zilizo nzuri, kwa kuwekeza katika kusomesha wataalamu, kwa kuwekeza kwa kununua vifaa tiba vile vilivyo bora na vyenye uwezo mkubwa zaidi. Haya yote yanatendeka ili iwe nini? Ni kuikabili roho ya udhaifu. Nawe utatambua ya kwamba katika kizazi tulicho nacho, sayansi ya tiba imekwenda umbali mkubwa sana. Lakini kwa kadri ambavyo ujuzi na maarifa ya mwanadamu yanaongezeka sana, ndivyo magonjwa nayo ni kama yanagundua mbinu za kuepuka wanadamu na mbinu zao, na bado tatizo linabaki pale pale. Kutakuja sera hii na kutakuja mkakati huu, si tu katika mataifa yanayoendelea, bali mpaka katika mataifa yaliyoendelea. Na si jambo lililo jipya, limekuwako tangu siku za maandiko, na litakuwako mpaka Yesu anaporejea mara ya pili. Maandiko yanagusa nini leo hii? Ni Warumi sura ile ya 13. Nami nataka nisome mstari mmoja wa 12. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia.
Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Kuna matendo yanayoitwa matendo ya giza, na kuna silaha zinazojulikana kwamba hizi ni silaha za nuru. Hizi ni silaha za nuru. Tunapoikabili roho ya udhaifu siku hii ya leo, tunaikabili kwa silaha za nuru. Maandiko yanapoanza kwa kumdhihirisha Yesu Kristo kama Logos katika Injili ya Yohana sura ya 1, yananena ya kwamba huyo mwanzo ambaye alikuwa neno, alikuwa nuru ya watu. Nuru ilikaa gizani, na giza halikuweza kuishinda kamwe. Iligharimu nuru kulishinda giza, ndipo uumbaji upate kuanza. Unapoanza katika Mwanzo sura ya 1, maandiko yanasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, na hiyo nchi ikapigwa na vitu vikubwa vitatu. Ya kwanza ilikuwa utupu, ya pili ilikuwa ukiwa, na ya tatu giza likatawala, likafunika katika uso wa vilindi vya maji. Na ili Mungu aanze kufanya recreation, aanze kufanya uumbaji, alianza na nini? Alianza na iwe nuru, kwa sababu hakuna chochote ambacho kingelifanyika na kingewezekana kufanyika bila ya nuru kuja kwanza. Mtu yoyote anayeenenda gizani ataenda akiwa amekwama, ataenda akiwa ameenda kwa uzito. Hii ndio sababu moja ya kanuni za usalama barabarani ambazo ni za kuzingatiwa, hasa unapoendesha au unapoenenda hata kwa kutembea mwenyewe. Tazama taa na nguvu ya taa zako. Unaweza kuwa na taa lakini haimuliki chochote. Kwa nini? Ni kwa sababu nguvu ya taa yako itaamua kasi kiasi gani uende nayo. Na ikiwa una taa lakini imefifia, inakulazimu hata kama chombo chako kina uwezo wa kwenda kwa kasi kiasi gani, huwezi kwenda kwa kasi kwa sababu huoni. Uumbaji wa Mungu ulipoanza, alianza na iwe nuru, na mambo mengine yote ndipo yakaanza kupangwa mahala panapostahili. Ni nani hawa wanaokabiliwa na giza la roho ya udhaifu? Ya kwanza ni mtu yule ambaye shuhuda zako zimetekwa nyara, zikawekwa katika ghala za gizani katika nchi ya giza. Kuna mahala tunapopaita the warehouse in the land of darkness. Hii ni nchi yenyewe iko na giza, nuru haiangazi ndani yake, lakini nchi hii ina ghala zinazokaa gizani, inanyang'anya maisha ya watu, inayafungia katika giza hili. Hapa ndipo unapokutana na mtu ambaye amepewa watoto lakini amenyang'anywa mume. Hapa ndipo unapokutana na mtu ambaye amepewa mke lakini amenyang'anywa watoto. Hapa ndipo unapokutana na mtu ambaye anaitwa mheshimiwa lakini ana heshima ya bandia inayomfedhehesha, ana jina la udhaifu linalompa fedheha. Hapa ndipo unapokutana na mtu ambaye anayaona mema yake pande zote,
lakini mema hayo yanatereza mikono yake. Anaweza kuyaona kwa macho asiyaguse, anaweza akayagusa na yakatoweshwa kwa haraka, naye anakuwa ni muhanga wa mambo asiyoyajua. Hii ndiyo sababu Mungu ananena, anamtuma Koreshi masihi wangu. Huyu ni mtumishi niliyempaka mafuta. Yeye atayakatakata malango yale mawili ya chuma na kuyavunja mapingo yake ya shaba. Na nyumba yangu iliyoko Yerusalemu ataijenga. Inaghalimu mtu aliyepakwa mafuta na Mungu kama Koreshi kuyatenda yale ambayo Mungu amemwagiza kuyatenda. Kumbuka, Koreshi hakuwa Myahudi, hakuwa na agano na Mungu wa Israeli, lakini Mungu ndiye aliyempaka mafuta akayavunja malango yanayozuilia, na nyumba ya Mungu iliyokuwa Yerusalemu ikajengwa. Hii na iwe fursa yako ya kuita na mbingu zikusikie, na kila lango lililofungwa, kila mkono ulioiba mema yako ukayaweka katika ghala za gizani katika nchi ya giza, mkono huo na urudishwe nyuma na upigwe na kupoza. Ghala zile malango yake yavunjwe, na mema ya shuhuda zako yaondolewe katika ghala hizo, upewe katika jina la Yesu Kristo. Jambo la pili ni nini hiki tunachokiita roho ya udhaifu inayokuwa na nguvu zake katika giza? Ni pale ambapo kuna mkono wa giza, and that is the hand of darkness. Ni mkono wa giza unaoyafukuza yaliyo mema katika maisha yako. Weka uzingativu wa hii kwa uzito wote. Ni mkono wa giza unaoyafukuza mema katika maisha yako. Kuna watu ambao Mungu hajawanyima yaliyo mema kabisa, hajawanyima yaliyo mema. Mungu amewajaza mengi yaliyo mema, mengi yaliyo mema, lakini kuna mkono unaokufarakanisha na mema hayo. Ni mkono unaokutenga na mema hayo. Ndivyo nilivyoona watu ambao wanapendwa, watu wanaolipiwa gharama kubwa na wazazi wao na wachungaji wao na rafiki zao na waume zao au wake zao na watoto wao. Watu hawa wanafanya kila juhudi kwa mikono yao wenyewe kuhakikisha kwamba wamefarakanishwa na watu ambao wangewabeba na kuwatendea mema, na mkono huu wa giza unakutenga na kukufarakanisha na watu ambao wangekutendea mema. Yani, mema yanakuja mikononi mwako, mema yanakuja kwenye ghala zako, lakini kwa ghafla mema haya yanakimbia, na unabaki ukiwa mtu ambaye unanenewa kwamba hapo kwanza nilikuwa na kile, hapo kwanza nilikuwa na kile, nilikuwa na kampuni, nilikuwa na fedha, nilikuwa na wadhifa huu, nilikuwa na huduma, nilikuwa na kibali, nilikuwa na karama na vipawa, lakini vyote havipo tena. Inakuwa ni hadithi ya mambo yaliyokwisha kutoweka na hayako juu ya maisha yako tena. Kabla kipindi hiki cha nguvu katika neno hakijaisha, naziita mbingu za mbingu ziingilie kati maisha yako, nawe utengwe na mkono huu wa giza unaokutenga na kukufarakanisha na yaliyo mema. Mkono huu unaoyafukuza yaliyo mema katika maisha yako, na utengwe nao katika jina la Yesu Kristo.
3. Ni nini hiki tunachokiita roho ya udhaifu yenye nguvu zake katika giza? Ni pale ambapo mkono wa mvamizi, mkono usiojulikana, a strange hand, ni mkono usioeleweka unaofungua milango ili kukuitia vita na kukaribisha adui zaidi waje kupambana na maisha yako. Hiyo ni mkwamo wa roho ya udhaifu. Pengine mara nyingine mkono huu unaweza kuwa ni mkono ulioufanya kuwa rafiki wewe mwenyewe. Ni mkono unaouelewa na ni mkono usiojulikana kwako. Ni mkono wa rafiki asiyekuwa rafiki. Ni mkono ambao tunauita mkono wa busu la Yuda. Yeye ambaye anakukumbatia na kukubusu kwa upendo, lakini ameshawaambia wale wanaokuwinda kwamba nitakaye mbusu huyo ndiye mkamateni. Ni mkono ambao wenyewe peke yake hauwezi kukutendea madhara. Pengine unakuonea aibu. Pengine ni mkono dhaifu ambao ukithubutu utaumaliza kwa haraka. Lakini ujasiri ulionao mkono huu ni mkono unaofungua malango. Unawaleta watu watakao kuporomosha. Unawaleta watu watakao kuangusha. Unawaleta watu watakao kupiga na mkwamo. Unawaleta watu watakao kufedhehesha. Unawaleta watu ambao watahakikisha safari ya kwenda katika hatima yako na utukufu wa Mungu katika maisha yako haitimizwi. Mungu ajuaye sirini na afichue mikono hii katika siri yao, wafanye makosa yatakayowatia hatiani, na ilete mikono hii ya uovu hukumuni, nayo ifagiliwe mbali na maisha yako, nawe ukaone nuru, nawe ukaone ushwari uliothibitika utokao kwa Bwana, katika jina la uweza la Yesu Kristo. 4. Ni nini hiki ambacho ni roho ya udhaifu ambayo ina nguvu zake katika giza? Ni pale ambapo kuna mkono wenye nguvu zake gizani unaosababisha kushindwa na kuua mema yanayotaka kukutokea. Unaua mema yanayotaka kukutokea. Hapa namaanisha is the hand of darkness that causes failure and abortion. Kuna mema ambayo yanapofishwa katika hatua ambayo mimba yake ndio iko katika hatua ya kutungwa, maumivu na machungu yake ni wewe tu ambaye utakuwa ukialilia na kuyaombolezea. Wengi hawatakuja kuona machungu unayoyalilia na kuyaombolezea, kwa kuwa wakati wowote mema yanapotaka kuanza ndipo yanapofishwa, ndipo yanapouawa. Kwa hiyo nani anakusanyika? Nani anaweka matanga kwa mimba ambayo haikuzaliwa? No, ila ni wewe peke yako unayejua thamani ya kile ambacho hakikuzaliwa, na unajua mabadiliko au matumaini au thamani ya yale ambayo kingeleta hapa duniani. Na mkono ule ambao kazi yake ni kuhakikisha kwamba umepigwa na anguko, yani roho ya kushindwa. Hii ni roho ambayo kamwe haiwezi kukutia moyo katika yale unayoyaendea. Itakuonyesha jinsi ambavyo maelfu wameshindwa katika hicho unachojaribu kuthubutu. Itakuonyesha jinsi ambavyo hata waliokutangulia nao hawawezi chochote. Elia Mtishbi alisema kwa Mungu, mimi si bora kuliko baba zangu wote. Inatosha. Kinachoonekana hapa
nimeshindwa, kuna mkono unaonikwaza wenye kulenga nianguke, na mimi nimekubali kwamba nimeshindwa sasa. Mungu anamuuliza Elia, ni nini hiki kinachokufanya ulie na uomboleze na utamani kifo? Anasema, mimi si mwema kuliko baba zangu, wamewaua manabii wote wa Mungu, na mimi nimebaki peke yangu, wanaitafuta roho yangu nayo waniue. Na Mungu anamwambia Elia, niko na watu 7,000 ambao magoti yao hayajasujudu kwa Baali na wala vinywa vyao havijambusu. Watu hawa 7,000 hawajawahi kujitokeza. Watu hawa 7,000 Elia hajui wako wapi. Elia alidhani ya kwamba kwa kadri ajuavyo yeye tu peke yake ndiye aliyesalia na hakuna mwingine yeyote. Hivi ndivyo ninavyonena na maisha yako. Sauti yoyote inayosema huu ndio mwisho wako, Bwana ananena huu ndio mwanzo wa kutukuzwa kwa jina lake katika maisha yako. Huu ndio mwanzo wa kutukuzwa kwa jina lake katika maisha yako. Mkono wowote ulio gizani unaoyaua yale unaotaka kuyaanzisha, unaua biashara ile, unaua uzao wako, unaua huduma yako, unaua kibali chako, unaua harakati za kazi za mikono yako. Leo hii, saa hii, natamka ukomo wa harakati za mkono huo wa kipepo katika jina la Yesu Kristo. Tangu leo hii ukaishi ukazidishwe ukiona ustawi, na iwe nuru pande zote za maisha yako katika jina la uweza la Yesu Kristo. 5, ni nini hiki ambacho tunasema ni udhaifu unaojenga nguvu zake katika giza? Ni mkono usiojulikana. It's a mysterious hand ambao kazi yake ni kukuburuza, kukurudisha nyuma na kukupeleka mahala utaanza moja tena na tena. Moja ya roho za mkwamo zilizo dhahiri katika maisha ya watu ni kupiga mbio kutoka umbali mrefu na kujikuta mbio zote ulizopiga zimekuwa sifuri na unatakiwa kuanza moja tena. Miaka imeendelea sana. Andiko tulilosoma kutoka katika Warumi 13:12, usiku umeendelea sana na wakati wa asubuhi umewadia. Tuyavue mambo yale ya giza na tujivike silaha za nuru. Tazama mtu ambaye mwaka kwa mwaka yale unayopigia mbio, yale unayotamani yawe ndio fungu lako, unajikuta ukiwa umepoteza na unaanza upya. Kwa wengine umepoteza miaka 4 yote. Kwa wengine umepoteza miaka 7. Kwa wengine umepoteza miaka 10. Kwa wengine umepoteza miaka 25. Kwa wengine umepoteza mpaka miaka 40. Yale uliowekeza, yale uliotoa tone la mwisho la damu na jasho lako, yamegeuka kuwa kitu kisichokufaidia wewe chochote. Kwa wengine ni wanadamu waliotumiwa kukuburuza na kukurudisha nyuma. Umeweka matarajio yako kwamba kijana huyu atakuwa mume, atakuwa mwenzi, na umewekeza muda wako, juhudi zako na mikakati ya maisha yako, na mwisho wa yote amekugeuka, amekusaliti. Umewekeza ukangoja juu ya binti huyu tangu akiwa shule, ukasema nitawekeza, nitakusomesha, nitakungojea mpaka utakapofika wakati wa kuamua kuolewa. Na sasa amefika mahala, amegraduate, amekutana na wengine aliowaona kuwa ni bora kuliko wewe. Miaka yako unasikia imepotea. Miaka yako unasikia imeyeyuka.
maisha yako yanaburuzwa kurudishwa nyuma, iwe ni kiuchumi, iwe ni kiroho, iwe ni kiufahamu, iwe ni kimahusiano. Wewe unahitaji nuru ya Kristo kuangaza katika maisha yako. Na nuru hii inapoangaza katika maisha yako, jawabu la ulimi litokalo kwa Bwana liyapangilie kwa upya maisha yako, na maisha yako yapewe shuhuda za yale unayoyangojea kutoka kwa Bwana, katika jina la uweza la Yesu Kristo. Jambo lile la 6 ni nini hiki tunachokiita maisha ya udhaifu yanayojenga nguvu zake katika giza? Ni pale ambapo kuna kuwako na mkono wa uovu unaowafukuza wasaidizi wa hatima yako. Unawafukuza au kuwazuia watu wale ambao Mungu anawaleta katika maisha yako ili wawe baraka, ili wawe wasaidizi wa hatima yako. Mara nyingine wasaidizi hawa wanaweza kuwa ni wateja tu wa biashara yako. Kuna nguvu na mkono unaowafukuza wateja wa biashara yako, wangepasa wajenge hatima unayoyotea ndoto. Mara nyingine ni nguvu hii inayowafukuza watu wema katika maisha yako, na mara nyingine nguvu hiyo inakuondoa wewe mahala ambapo ungepata yaliyo mema. Inakuondoa mahala pa kanisa zuri la kiroho. Inakuondoa mahala pa familia inayokupenda na kukuthamini sana. Inakuondoa mahala pa shule ambayo ungefanya vema. Inakuondoa mahala pa kazi na ofisi ambayo kwa hakika ndiyo hatima yako ilipo. Nguvu hii huweza kuwafukuza wasaidizi wa hatima yako, wawe ni mume au ni mke. Hawa ni wasaidizi wa hatima yako. Na nimeona hata watoto ambao wanafarakanishwa kwa uzito wote na wazazi wao. Kuna kuwa na uadui mzito kabisa. Sijasahau moja ya siku ambayo huyu mama amekuja kituoni kwa maombezi mahala pa mji wa Bwana. Nyakati zile tulikuwa tunaita nyumba ya ishara na ajabu kule Ilala. Na huyu mama amekuja akiwa na uchungu na mume wake, na mume akaanza kujieleza akisema, nina uchungu moyoni mwangu, na hii ni kwa sababu natamani kila aina ya mabaya yamwangukie mwanangu. Kijana mwenyewe alikuwa anaitwa Timothy. Nikamwambia amefanya nini? Anasema Timothy amesema mke wangu mimi ambaye ni mama yake mzazi kuwa ni mchawi. Nikamuuliza Timothy amefikia hapo kwa sababu gani? Akasema Timothy ana mtoto mchanga. Mtoto huyu amezaliwa hivi karibuni, lakini mama wa mtoto huyu ambaye ni mke wa Timothy amefariki katika ile process ya uzazi. Na Timothy akaomba kwamba mama yake ambaye ndio huyu hapa ndio mke wangu amlee yule mtoto mchanga. Na huyu mama akasema kwamba mimi sitoweza jukumu hilo kwa sababu ya hali ya afya yangu ni dhaifu. Naomba atafutwe ndugu mwingine yoyote, tuko wengi, anaweza kabeba jukumu hilo kiwepesi. Na hiyo ikachukuliwa kuwa ni tafsiri kwa Timothy kwamba Timothy ameona kama mama yake amefurahia kwa yeye kukutwa na janga la kufiwa na mke, na amebaki na mtoto mchanga, hajui nani wa kumlea. Na hiyo ikafikia mahala pa yeye kusema maneno hayo. Imetuuma sisi sote, na tumemkataa kama Timothy si
mtoto wetu tena. Saa ile nilisema jambo mmoja, mnihakikishie kwamba uchungu mlionao mtakuwa tayari kuuacha mikononi mwa Bwana Yesu, muache msalabani. Lakini nitamuita Timothy aje hapa ili kusudi mfike mahala pa yeye kuomba msamaha wa kweli na ninyi mumsamehe, na mipango ya hatima ya huyo mtoto mchanga iendelee kwa uzuri bila ya mtu mwingine kukutwa na majanga. Nishika simu saa ile na nikampigia Timothy, nikamweleza wazazi wako wamekuja kwangu na nataka nikuone uso kwa uso haya tunayotaka kuongea. Timothy aliongea vizuri kwa kushukuru, naye akasema yuko tayari, anakuja. Na ndani ya siku 3-4 baadaye, ilikuwa ni siku ya Jumanne moja, nakutana nao tena watu hawa. Asubuhi moja huyu mzee alikuwa anatokea Mabibo, akanipigia simu, anasema kijana wangu Timothy amefariki. Nilipatwa na mshtuko mkubwa nikimuuliza, Timothy huyu ambaye nimeongea naye? Akasema ndio. Ilikuwaje? Anasema hata mimi sijui. Hivi tunavyoongea polisi wako pale nyumbani kwake kule Tegeta wanajaribu kuvunja mlango, na wamesema wameshavunja mlango. Wamemkuta amelala kitandani pake na nguo zake na viatu vyake na kila kitu chake kama alivyokuwa, ila wanasema jana alirudi akiwa amelewa sana, hakuongea na watu au wasaidizi wa nyumbani kwake, akalala na hakuamka asubuhi. Hii ni nini? Ni faraka ya mkono wa yule mwovu inayo yasukuma maisha ya watu yapate kutengwa na watu ambao kwa hakika ni baraka yako, ni wasaidizi wa kukubeba kwenda katika hatima yako. Moja ya mambo yaliyonipa kuwa na uchungu zaidi, Timothy ni roho ya mwanadamu. Mwisho wa yote, wanadamu wote wataishi, watafika ukomo katika maisha ya mwili huu. Lakini ni Mungu tu ajuae kwamba malango ya umilele yanapofunguka kwa Timothy, leo hii Timothy yuko mahala gani? Kwa sababu mahala pa kutengeneza njia yako ya umilele, maamuzi yake yanafanyika hapa. Ndio sababu Yesu alikuja huku duniani. Hakutungoja kule tukamuombe msamaha huko tukifika. Hakutungoja kule ili tukishafika kule walioko huku watuombee ili atuweke mahala ambapo hawa huku wanaweza kumwelekeza. Hapana. Ni sasa unapotakiwa kupata majawabu na suluhisho lako, iwe nuru kwako, na kila anayekunyang'anya wasaidizi wa hatima yako, huyo atupwe kando ya maisha yako. Wazazi wanaweza kuwa wasaidizi wa hatima yako. Watoto uliozaa uweza kuwa wasaidizi wa hatima yako. Mume, mke uweza kuwa msaidizi wa hatima yako. Watumishi wa Mungu uweza kuwa wasaidizi wa hatima yako. Wakufunzi shuleni mwako uweza kuwa wasaidizi wa hatima yako. Jambo la 7 ni nini hiki tunachokiita roho ya udhaifu iliyojenga nguvu zake katika giza? Ni pale ambapo mkono ulio gizani unayatawanya mema uliyoyakusanya. Unafanya juhudi kubwa kukusanya yaliyo mema, lakini mema yote uliyokusanya yanatawanywa. Hii ni laana iliyoyapiga maisha ya watu katika nyakati za Hagai nabii. Watu waliokuwa wamefarakana na Mungu, watu waliokuwa wamejitenga, wasiotaka kuandama kazi iliyo sahihi ya Mungu. Watu hawa wakapigwa
kupigwa na laana. Maandiko yanasema wanapanda mbegu ya vingi, wanalima mashamba makubwa, wanavuna vichache. Na vile vichache vinapoletwa nyumbani, navyo vinapeperushwa. Wanapokea mishahara ili waweke katika mifuko iliyotoboka. Wanavaa mavazi, wanajifunika kwa makoti na mablanketi, lakini hawapati joto. Wanakula milo ya kila namna na hawashibi. Na matabibu wao na madaktari wao ni wafariji wasiofaa, wafariji wataabishaji. Wanawapa dawa za bure, wanawatibu bure, wanahangaika wakiwapa vipimo hivi na hivi kwa mahangaiko mengi, na afya zao haziji. Ni kongwa la mkono ulio gizani unaoyatawanya mema ambayo maisha yako yamekusanya kutokea mbali. Mungu huyu na akusanye pamoja nawe, naye akulete wewe mahala ambapo yale yote unayo yakusanya yatakupa wewe ushuhuda wa wema na fadhili za Mungu pande zote za maisha yako. Jambo lile la 9 ni nini? Hiki tunachokiita roho ya udhaifu inayojenga nguvu zake katika giza. Ni kila kiwekezo cha giza kinachopandwa katika mwili wako, nacho kinageuka kuwa madhara, kinageuka kuwa majanga, na kinaweza kuondoa uhai wako wakati wowote. Ni hivi karibuni kumekuwako na binti kati ya shuhuda za wale waliotoa shuhuda zao katika madhabahu ya mji wa Bwana. Huyu ni binti aliyezungukwa na nguvu na madhabahu za giza katika sehemu ya malezi na makuzio yake. Katika moja ya siku alipokuwa akifuatilia ibada zetu live kutokea nyumbani, akifuatilia kwa TV, na akashangazwa siku moja akatapika hirizi kubwa inayopumua. Ameipiga picha mwenyewe kwenye picha za simu yake. Na moja ya siku akaja tena kanisani mara baada ya kupiga simu kwa wachungaji wetu. Na jambo la kwanza alilolinena kwa huyu mchungaji, anasema jambo la kwanza nalolihitaji, nahitaji niokoke, nahitaji Yesu wa wokovu. Akasaidiwa na akapewa maelekezo, akafika kanisani katika moja ya ratiba za majuma ya kalenda ya kiunabii. Moja ya siku ya maombezi alikuwa amekaa kama mtu asiyejihusisha na maombi yanayoendelea. Na maombi yalipofika kiwango fulani, alitapika kamba kubwa hapo kanisani mara hii. Na wale watu wa media waliweza kuipiga picha katika siku ya ushuhuda wake, walikuwa wakionyesha kwenye screen. Na mara baada ya kutoka pale alienda nyumbani, na katika siku akiwa anafuatilia ibada akatapika hirizi nyingine kwa mara ya 3. Alikuwa akijieleza mwenyewe kwamba mzunguko wa tumbo lake umevurugika, hayuko sawa sawa. Na madaktari wamemcheki wakasema ana uvimbe mkubwa. Lakini kila wakati mara baada ya kutapika kamba ile akijicheki kwa yeye mwenyewe anathibitisha kwamba hauoni ule uvimbe. Hivi ndivyo tunavyoviita, they are satanic deposits, they are deposits of darkness, ambavyo vimewekwa ndani ya maisha ya watu ili kuleta mauti, ili kuleta maangamivu kwa upesi, ili kuleta maangamivu kwa haraka, ili kuleta maangamivu kwa maisha yako. Leo hii kupitia nguvu katika neno, ninaponena nawe, uweza ule ule wa Roho wa Mungu wa milele na utawale utu wako toka utosi wa kichwa chako hata unyayo wa miguu yako, na chochote kilichopandwa katika utu wako king'olewe katika jina la Yesu Kristo. Na jambo la mwisho ni jambo ambalo nimelinena katika kipindi kilichopita,
kwamba kuna moja ya kipindi kikamilifu nitakachonena kina chake juu ya mambo ya giza ambayo umeyameza mwenyewe katika ulimwengu wa ndoto zako. Umeyameza katika ulimwengu wa ndoto zako. Ni mambo unayoweza kudhani ni kati ya vitu vile ambavyo ni kwa nini ninyi watu mnajaribu kuweka mkazo zaidi ya ilivyopasa. It's just like we are over exaggerating mambo yote yanayohusu ndoto na matokeo yake. Tumeyaona wazi. Miaka hii michache iliyopita, binti ambaye alipewa pete na kijana wa kiume na akaiweka kwenye pochi yake, na akiwa amelala usiku, vijana wa kiume wawili walikuja wakamkamata huku na huku na wakampa ile pete na akaimeza. Tumbo lilianza kumtesa na kumuuma isivyo vya kawaida. Ilifika nyakati ambapo njia zote zilitumika, hakupata majawabu. Alikata tamaa akiwa anajiombea bora afe. Nakumbuka tulikuwa na maombi ya muda wa siku 40 katika madhabahu ya mji wa Bwana. Na siku ile nilikuwa nikiongoza maombi ya watu wamepanga mstari, nikiwa anoint mmoja baada ya mwingine. Siku ile aliletwa akiwa amebebwa tayari na nguvu za Mungu. Na mara baada ya kumgusa na anointing oil, aliondoka, alienda katika hizo maliwato zilizoko hapo mji wa Bwana. Na tazama, ile pete flash out. Alimezeshwa pete kwenye ndoto, na ile pete saa ile badala ya kwenda kujisaidia haja ndogo, pete ile ilitoka katika mwili wake. Ni aina ya vitu ambavyo tunaviita strange things swallowed in your dreams. Unapigwa sindano ya kipepo katika ndoto. Unalishwa mavitu katika ndoto. Unataabishwa na majini mahaba katika ndoto. Huo ni mkono wa giza unaojenga nguvu zake katika ufalme wa giza, wenye lengo la kukupiga na roho ya udhaifu inayokuletea mkwamo. Mambo 4 ya kutenda. Jambo la kwanza, hakikisha ya kwamba unapokea maisha ya utakaso na kutakaswa kwa kazi ya msalaba. Yaani, kuna mambo ukiisha kujikuta mikono yako imemsaidia adui ukawa contaminated, unahitaji kitu tunachokiita the divine purging and divine sanitization. Ni kama vile unavyoweza kuwa unafanya usafi katika nyumba. Kuna kipengele nitakuja kunena na wewe hapo mbeleni, kuzingatia mambo ya kawaida katika damu na nyama ili utengwe na magonjwa na maradhi. Lakini unahitaji kuwa sanitized vile vile katika roho, ili mabaya ya udhaifu yasipate nafasi juu yako. Jambo la pili, unafanya nini? Uwe ni mtu unayepatikana kwa huduma ya malaika wa Mungu wanaotupatia matibabu. Zaburi 103 mstari wa 20. Malaika wa Bwana wanasikia sauti ya Mungu na kutii neno lake. Wanatii neno lake na sauti ya neno la Mungu. Kuna malaika wa Bwana wa kitengo cha uponyaji wanao waganga na kuwaponya watu. Ndio maana kuna jina la Mungu analoitwa Jehova Rafa. Jehova Rafa, kwa wale ambao wanasoma vitabu kama Jubilee, watatambua ya kwamba jina Rafaeli ni moja ya majina ya malaika wa Mungu ambaye anasimamia kitengo cha uponyaji.
Ndiyo malaika aliyekuwa akitibua birika ya Bethesda. Ndiye malaika anaye operate katika eneo la uponyaji. Unapatikanaje kwa mikono hii? Ni kwa wewe kuwako mahala pa nyua za Mungu, katika madhabahu, katika ibada ambayo inahudumia uponyaji na ukombozi kwa maisha ya watu. 3, unafanya nini? Paza sauti yako ya imani. Paza sauti yako ya imani, iite nuru ya Mungu. Iite nuru ya Kristo. Iite nuru ya Kristo, na nuru hii ikafagilie mbali kila aina ya nyoka na majoka wanaoona fahari kukuzingira katika giza. Na jambo la mwisho, tambua na kutegemea kazi iliyokamilika ya msalaba. Hii huwa tunaiita the finished work of the cross. Kazi ya msalaba haihitaji nyongeza yoyote nyingine. Kazi ya msalaba imekamilika. Haihitaji juhudi yako ili upate chochote. Unachohitaji ni kuiamini na kuitegemea. Kuna kazi ya watumishi wa Mungu inayoendelea, iliyozaliwa na kazi ya msalaba, lakini sio ya kuongezea chochote cha kazi ya msalaba. Kazi ya msalaba ni nini? Kwa kupigwa kwake Yesu, wewe umeponywa. Uponywi kwa maneno yako, uponywi kwa juhudi yako, uponywi kwa ukoo ulikotokea, uponywi kwa matendo ya wema sana. Unaponywa kwa sababu alipigwa. Je, alipigwa? Ndiyo. Kama alipigwa, wewe umeponywa. Wewe umeponywa. Wewe umeponywa. Ndiyo sababu ya Injili ya Luka sura ya 13, neno linalosemwa na Bwana Yesu, umefunguliwa kutoka katika udhaifu wako. Mahala sahihi pa kuanzia ni lazima uwe rafiki wa Mungu. Na unakuwaje rafiki wa Mungu? Ni kwa kukubali zawadi ya Mungu ya kwanza, aliyemtoa Yesu Kristo awe mwokozi wako. Ukimkubali, package ya wokovu inakuja na nguvu zako, inakuja na kibali chako, inakuja na uponyaji wako, inakuja na hekima na heshima yako, inakuja na kuinuliwa kwako. Ikiwa wewe hujaokolewa bado, huna uwe ndio wakati na fursa yako ya kumpa Yesu maisha yako awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Funika macho yako, weka mikono yako yote miwili kifuani pako. Omba pamoja nami kwa kutamka kusema, Bwana Yesu, nafungua moyo wangu saa hii na kukaribisha wewe. Tawala Bwana, roho, nafsi na mwili wangu. Unifanye kuwa wako milele kwa kuandika jina langu katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Nachagua wokovu leo, nami nitaendelea mbele daima katika jina la Yesu Kristo. Amen. Umeomba maombi haya, wewe umeokolewa tayari. Unastahili maombi yangu, na maombi yangu yatakuwa pamoja nawe katika kila wakati ninapoomba kwa ajili ya familia hii ya wale wanaourithi wokovu. Na saa hii unapotazama kipindi hiki, kabla sijaomba kwa ajili ya kila mmoja, weka uzingativu kwa namba zinazopita katika skrini yako, na weka uzingativu kwa kuwasiliana nasi. Ukitutumia ujumbe, tutakujibu kwa hakika. Ukitupigia, tutakuhudumia. Kwa ushauri, maombezi zaidi au maelekezo, wasiliana nasi. Maana katika mji wa Bwana, kama unavyosikia ndivyo utakavyoona. Changamoto za maisha yako zigeuzwe kuwa ushuhuda, na dawa zigeuzwe kuwa shangwe ya maisha yako. Baba, nakusihi Mungu wangu na mwamba wangu, wako watu waliozingirwa na giza, giza la kuririthi, giza walilojikusanyia wenyewe, giza lililowavamia, na giza
la wale walio wanasa kwa mtego wa mwindaji. Leo hii, saa hii, mwamba wangu na mwokozi wangu, na kusihi mema yao yaliyowekwa katika ghala za yule mwovu, natamka ya kwamba malango yale ya shaba yavunjwe na mapingo yale ya chuma yavunjwe. Hazina za mema katika maisha yao ziondolewe kutoka gizani, ziletwe na ziwe fungu linalowaangukia. Ziletwe na ziwe fungu linalowaangukia katika jina la uweza la Yesu Kristo. Acha iwe ya kwamba mkono ule unaotawanya mema usitawanye mema hayo tena, na upigwe na kupoza. Acha iwe ya kwamba mkono ule unaowaburuza, kuwarudisha nyuma na kuwaleta katika square one tena na tena, leo hii, saa hii, mkono huu na upigwe na ukaufu, iwe mwisho wake katika jina la uweza la Yesu Kristo. Acha iwe ya kwamba mkono wowote wa giza unaotawanya mema ambayo maisha yake yamekusanya, mkono huu na upigwe na ukaufu. Mema anayo ya kusanya na yawe mema yatakayokuwa baraka vya kudumu kwa maisha yake. Mungu wangu na mwamba wangu, kila namna ya lebo za kipepo zilizowekwa katika maisha yake, lebo na nembo zilizowekwa juu ya maisha yake, kwamba ataandamwa kutwa kucha, ataandamwa alalapo amkapo, utaandamwa uzao wake, itaandamwa nyumba yake, itaandamwa biashara yake, itaandamwa kila kilicho fungu la mema kwake. Leo hii natamka ukomo wake katika jina la uweza la Yesu Kristo. Tangu saa hii iwe kwako baraka, iwe kwako ustawi, iwe kwako neema, iwe kwako shuhuda za mtu aliyeinuliwa na Mungu na mtu aliyetengwa na kila namna ya giza linalomeza mema yake, katika jina la uweza la Yesu Kristo. Amen. Wema wa Mungu na udumu kuwa juu yako. Ni Bishop Manasseh DM kutoka ENCC Mji wa Bwana, mahala mabaya yasiporuhusiwa kuharibu. Ni matumaini yangu na matazamio yangu kwamba moja ya ratiba hizi za kalenda ya kiunabii, dhihirisho wa mawimbi ya Mungu katika ibada ya uponyaji na ukombozi na ibada za juma kwa juma, nitakutana nawe uso kwa uso katika madhabahu ya Mji wa Bwana. Na kwa kiwango kile unachoweka matumaini yako, Bwana akupe kutimiziwa matumaini yako, na kamwe matumaini yako yasikatiliwe mbali. Hadi wakati mwingine, kupitia nguvu katika neno, wema wa Mungu na udumu kwa juu yako. Shalom.